ya Mungu, kwa ajili ya wema wake na utukufu wake, yeye anayetupenda, aliyetupa uzima. Hakuna aliye kama wewe, hakuna aliye kama yeye. Yeye anayetufanya tuishi ndio tunayemtangaza mahali hapa, ni Bwana Yesu. Yeye anaweza, yeye anaponya. Tuna kila ujasiri ya kusema uwezo na nguvu alizokuwa nazo. Ana uwezo wa kuponya, ana uwezo wa kuokoa, ana uwezo wa kututoa katika shida mbalimbali. Tumemwona na tumeshuhudia. Huu ni Yesu. Yesu anatenda miujiza. Yesu anaweza. Basi ni wakati mzuri ambao ninakwenda kuomba kwa ajili ya mtumishi wa Mungu atakayeweza kunena habari za huyu Yesu. Ninaomba pale ulipo, katika hali ya utulivu kabisa, ninaomba utusikilize na utufuatilie kwa makini kwa wakati ambao tunaenda kunena habari za huyu Yesu. Basi naomba pale ulipo tukapate kuomba pamoja kwa ajili ya kujikabidhi kwa Mungu wetu, ili tuweze kusikia neno la uzima. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninasema asante kwa ajili ya wakazi wa mji huu. Ninasema asante kwa ajili ya wenyeji wa mji huu. Ninasema asante kwa ajili ya wafanyabiashara wa mji huu. Asante kwa ajili ya neema yako ambayo umefika katika eneo hili Bwana. Angalia Bwana, ni wakati ambao Bwana unajua wako katika mahitaji mbalimbali. Wakati huu ni wakati mzuri ambao injili inaponya, injili ambayo inahuisha maisha yetu, ya kwamba pasipo Mungu maisha yetu ni bure. Tunajikabidhi katika mikono yako wakati ambao Bwana tunapokwenda kusikia neno lako. Kwa heshima kubwa kabisa tunakuinua Mungu wetu, ukatawale katika muda huu. Tembea katikati ya moyo kila mmoja, sema na moyo kila mmoja. Unajua mahitaji yao, unajua shida zao. Yamkini sisi tunaweza kuona kwa nje, lakini wewe Mungu unaona mahitaji yaliyokuwa ndani. Tunasihi Roho Mtakatifu akatawale mahali hapa katika anga hili lote. Katika jina la Yesu tunamleta mtumwa wako, ukamtumie sawasawa na mapenzi yako. Katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tunaomba na kushukuru. Wote tuseme amen.